Hebu tuongelee juu ya muuaji kimya. Muuaji anaweza kufuta mtaji wako wote wa shamba la parachichi. Ni kifo cha milioni ya shilingi, na cha kutisha zaidi, kimejificha chini ya ardhi unayoikanyaga kila siku. Yaani, hebu fikiria hili kwa umakini. Umeweka kila kitu chako, muda wako, nguvu zako na mamilioni ya pesa. Lakini kosa moja tu, kosa dogo ambalo wengi sana hawalijui, linaweza kugeuza ndoto yako yote kuwa janga la kifedha. Hebu tuchimbe ndani zaidi. Tazama hii picha. Hapa ndipo uhai na kifo vinapokutana. Upande wa kushoto unaona mti wenye afya tele. Mizizi yake ni meupe, imara, inafyonza virutubisho. Huu ni ushindi. Sasa upande wa kulia ni maafa. Mizizi imekuwa ya kahawia, imeoza, haina uhai. Mti huu umeshahukumiwa kifo, hata kama majani yake ya juu bado yanaonekana ya kijani kwa muda mfupi. Sasa, huyu muuaji ana jina. Kitaalamu wanauita Phytophthora root rot, lakini wewe usihangaike na jina. Fikiria kama ni kuvu, unajua, kama fungus anayependa sana mazingira yenye unyevu mwingi. Anachofanya ni kushambulia mfumo wa uhai wa mti. Mizizi, anaikaba, anainyonga taratibu, mpaka mti wako mzima unakosa pumzi na kufa. Na sehemu ya kutisha zaidi ni hii. Pale wewe unapoanza kuona dalili hizi juu ya ardhi, kama majani kubadilika rangi au matawi ya juu kukauka, ukweli ni kwamba tayari umechelewa. Vita chini ya ardhi imeshapiganwa na adui yuko mbioni kushinda. Kifo cha ghafla wakati wa mvua nyingi, hiyo ndiyo salamu ya mwisho. Okay, sasa swali la msingi ni hili. Nini hasa kinachofungua mlango na kumkaribisha huyu muuaji shambani kwako? Labda ni ukosefu wa dawa za gharama au teknolojia? Jibu ni rahisi na la kutisha zaidi ya unavyofikiria. Ni hiki kitu kimoja tu: udongo unaotuamisha maji. Eneo ambalo maji yanashindwa kupita kwa haraka yanakaa. Hapo ndipo uwanja wa michezo wa huyu kuvu. Anazaliana kwa kasi ya ajabu, anasambaa kutoka mti mmoja hadi mwingine, na anageuza udongo wako kuwa kaburi la miti yako. Ngoja niweke hili wazi kabisa. Ukipanda parachichi kwenye eneo ambalo halipitishi maji vizuri, huo si uwekezaji hatarishi. Hiyo ni hasara ya uhakika. Yaani umejihukumia hasara ya 100%. Ni sawa kabisa na kujenga nyumba ya ghorofa kwenye msingi wa tope. Itaporomoka, ni suala la muda tu. Lakini subiri, kuna habari njema. Kuna njia rahisi na ya bure kabisa ambayo watu kama Bwana Hassan wameitumia na imewaokoa mamilioni. Mtihani huu hauhitaji maabara, hauhitaji vifaa vya gharama. Unachohitaji ni jembe, maji na muda wako kidogo tu. Sikiliza kwa makini. Huu ndio mtihani utakaookoa ndoto zako. Hatua ya kwanza: chimba shimo sentimita 60 kwenda chini. Pili, lijaze maji mpaka juu kabisa. 3, liache hivyo kwa saa 24. 4, na hii ndio muhimu zaidi, rudi baada ya saa 24. Je, maji bado yamejaa au yamepungua kidogo sana? Ikiwa jibu ni ndio, hiyo ni bendera nyekundu. Hiyo ni ishara kubwa ya hatari. Usifanye kosa la kupanda hapo. Fanya hivi kabla hata ya kununua ardhi. Sawa, tuseme umepata eneo zuri, udongo unapumua vizuri. Hatua inayofuata ni nini? Kinga yako ya kwanza kabisa ni kuanza na askari imara. Huwezi kwenda vitani na askari mgonjwa na ukitegemea kushinda, haiwezekani. Unahitaji mche ulioandaliwa kitaalamu, mche wenye afya na nguvu ya kupambana. Na kwa sababu tunataka uanze vizuri, uanze imara, tumekuandalia ofa maalumu. Miche yetu bora kabisa ya KBA, badala ya kulipa 4,000, leo utaipata kwa shilingi 3,000 tu. Lakini sikiliza, hii ofa ni kwa watu 99 wa kwanza tu. Kwa nini? Ili tuhakikishe kila anayechukua anapata mche bora zaidi. Miche hii ina rootstocks maalumu zinazohimili magonjwa, inakupa mwanzo imara. Lakini mche bora ni mwanzo tu. Vita halisi ya kilimo ina pande nyingi: umwagiliaji, mbolea, wadudu, soko, ni mambo mengi. Ili sasa kulinda mtaji wako wote, kila shilingi ulioweka unahitaji ramani kamili ya vita. Na hii ndiyo hiyo ramani yenyewe.
Mwongozo kamili wa kilimo cha parachichi Tanzania. Kila kitu, yani kila swali ulilonalo, kuanzia kuchagua shamba, kupanda, kutunza, hadi kukuunganisha na masoko ya nje. Jibu liko humu ndani. Thamani halisi ya maarifa yaliyokusanywa humu ndani ni zaidi ya shilingi 500,000. Lakini leo hata hatuongelei nusu ya bei hiyo. Tunazungumzia punguzo la 91%. Ndiyo, 91%. Hebu angalia namba hizi mwenyewe. Badala ya kulipa 500,000 bei ya kawaida, leo sasa hivi ni shilingi 45,000 tu. Narudia, 45,000. Hii si makosa ya kuandika, ni ofa halisi. Lakini, na hili ni lakini kubwa, ni kwa watu 99 wa kwanza tu. Nafasi zinapungua haraka sana. Sasa, ili usikose hii fursa, fanya hivi sasa hivi. Chukua simu yako. 1. Tuma shilingi 45,000 kwenda M-Pesa namba 0763071007. Jina litatokea Daudi Mwakalinga. 2. Ukishalipa, nenda WhatsApp. Tuma ujumbe kwenye namba hiyo hiyo ukiandika barua pepe yako, yani email yako. 3. Tulia. Ndani ya dakika 5 hadi 10 tu, kitabu chako kitakuwa kwenye email yako. Na ili kuondoa wasiwasi wowote, tunakupa dhamana isiyo na maswali. Isome hii guide, tumia mbinu zilizomo. Kama utahisi hujajifunza kwa 100% jinsi ya kulinda shamba lako dhidi ya huyu muuaji na hatari nyingine, tuambie na tutakurudishia pesa yako yote. Hatari yote iko upande wetu. Uamuzi ni wako. Utaendelea kubahatisha na mtaji wako au utachukua hatua sasa kulinda uwekezaji wako? Fanya uamuzi.